بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Leo hii tukiwa tarehe 22 mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, ambao ni sawa na tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 miladi, صبيحة يوم الاثنين يوم الثلاثاء صبيحة يوم الثلاثاء. tuna nia ya kutekeleza wajibu wetu wa kubainisha kile ambacho tunachokifahamu katika haki kwa mujibu wa wajibu uliopo ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna, na kwa hakika mtawabainishia watu. La tubayyinunnahu linnasi, imma kwa maana ya kwamba ni wajibu kuwabainishia watu, lakini Allah pia subhanahu wa ta'ala sio hivyo tu kwamba ni wajibu watu wabainishe kilichokuwa cha haki. Ametuambia na Qur'ani, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mmekuwa nyinyi ni umma bora kwa sababu mnaamrishana mema na kukataza mabaya. Kwa lile jema utaliamrisha, utalisema, na lile baya utalikataza. Kwa hiyo tupo katika wajibu. Lakini pia kwenye kubainisha haki inawekwa wazi na inakuwa bayana njia ya watu ambao ni waovu. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wakadhalika nufassilu al-ayat, na hivyo ndivyo ambavyo tunavyozichambua na kuziweka kila mahala ayat, alama mbalimbali, imma sawasawa ni Qur'ani yenyewe au vitu mbalimbali katika vyenye kumjulisha mtu kwa Allah subhana. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, na ili iwe wazi tunazikunjua na kuzifafanua ayat ili iweze kujulikanwa njia ya watu mujrim, watu waovu. Kwa Qur'ani inaposomwa, maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam yanaposomwa, ambayo Qur'an ni furqan, inakuja kufarikisha baina al-haqqi wal-batil. Haki inakaa huku na batil inakaa huku, watu wa haki wanakaa huku na watu wa batil wanakaa huku. Kwa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, walitastabina sabilul mujrimin, na zinginezo katika ayati zinazobainisha hivyo, kama vile Qur'ani suratul Baqara inaweka wazi ya kwamba watu ambao wameingiwa na ukweli na haki hawatakiwi kuficha kile ambacho walichonacho katika haki, kwa sababu hicho litawapelekea kuwa ni mal'unin, wenye kulaaniwa, takuwa ni wenye kulaaniwa. Ala kulli hali, tumepata maqta'ini au vipande kadhaa vya baadhi ya Waislamu wawili ambao wote wamekuwa ni wenye kuzungumza kunako yale ambao sisi tumeyazungumza
ambao wote nikiwatazama namna walivyo ni masufi, walivyo tu ni masufi ambao ima ni mutaalimun, wenye kujifundisha usufi ambao hawaujui, na ima ni watu nao pia wanahitajia vitu vyao vingine. Mimi si watuhumu kwamba watafuta kiki au wanataka umaarufu, watuhumu hivyo, lakini nasema tu kwamba wao hawa nao pia ni wenye kujifunza usufi au ujui usufi, na madai yao kwamba wao wana masufi, sisi ndio ahlu dhikri. Qur'an imesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kama alivyosema bwana Diwani. Kwa hiyo dhikri maana yake ni watu wenye radi, wao ndio wanajua matamshi gani ya kusema. Pointi yangu ya kwanza, mazungumzo yangu kwanza kabisa ni nasaha. Kwanza kabisa nataka nianze kuzungumza ni nasaha. Nilichokuwa nakizungumza kwenye clip yangu na mazungumzo yangu na muhadhara wangu ulikuwa ni upande wa kujua haki iko wapi, usahihi uko wapi, na kuonyesha namna gani hawa waislamu asufiyun wanavyojigonga gonga kwenye itikadi zao na matendo yao. Ndio ulikuwa msingi wangu wa kwanza, na ndio naujengea maneno yangu kwenye mazungumzo yale, kwamba hawa wanajigonga gonga sana kwenye mambo yao ya dini, na ndio hivyo ilivyokuwa. Na hayo niliyoyataja ni machache katika mengi nilionayo, kuthibitisha namna gani asufiyun ni watu wenye kujigonga kwenye itikadi zao na majambo yao. Hicho ndio nakizungumza kwenye klipu ile. Sasa nasaha yangu pia nilikuwa nalenga kwamba watu wawe mustaqimun, wamenyooka kwenye jambo lao, wasiwe na mambo mengi, na hasa fi janabir rahman, kwenye upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kumuitakidi Allah, wasilete kitu chochote kwenye kumchafua Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tutagombana kwenye vitu vingine vyote, hatutasameheana kwenye vitu vingine vyote, lakini kwenye hili lazima tuweke ugomvi. Jambo la kumkosea aibu Allah subhanahu, kumkosea haya Allah subhanahu, kuwa na jur'a, ujasiri wa hali ya juu, kumzungumza kwa ubaya Mola wetu subhanahu wa ta'ala, kujivalisha mavazi ya uungu, kufanya matendo ya kishirikina au kuzungumza maneno ya kishiriki fi janabi rahmani, hapo hatutoweza kuacha, hapo hatutoweza kuacha, wallahi la nukhallika, hatuwezi kuacha. Mengine huko tutasameheana tu, uzungumze kadha au niambie mimi na hivi na nini, au tutakuacha tu, lakini sio kumkosea adabu Allah subhanahu na dini yake. Huu ugomvi tutakwenda kusuluhisha nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ugomvi huu tunauomba usimamishwe mbele ya Mola wetu, kwa sababu siku ya kiyama patakuwa na magomvi mengi. Innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. 'Inda rabbikum takhtasimun, mbele ya Mola wenu mtakuwa ni wenye magomvi, wenye kuhasimiana. Na katika yale magomvi Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia pia, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Sufiyuna wanamkosea adabu Allah subhanahu. Tunachokifanya sisi ni kuibainisha haki, kwamba fanya unayoyafanya, sema unayoyasema, lakini usimkosea adabu Allah. Na hatusemi kwa lengo la kutaka kitu kingine chochote zaidi ya nasaha na kuwakumbusha waislamu wengine wa chini kwamba hawa masufi hawa tunawazungumza sisi, wawe wa Tanzania wawe wapi, hawa ni watu ambao vitabu vyao vimejaa suul adabi ma Allah, vimejaa adabu mbaya kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faliantabihu, wazinduke, wamwelekee Mola wao kwenye shadaidi, kwenye shida, matatizo, mwelekeo. Achana na watu hao, washakosa haya na Allah subhanahu wa ta'ala, wamemkosea kabisa adabu. Itikadi yao kwa Mola wao ni mbovu, chafu, hajawahi kuisema hata Abu Lahab. Abu Lahab hajawahi kusema itikadi dhidi ya Allah subhanahu kama wanavyosema masufi. Sasa iweje sisi tusio na ghera kwenye itikadi namna hii, tusio na wivu kwenye itikadi namna hii, kuitetea, kumtetea Mola wetu?
Ndio nikasema hatutaweza kuacha kwenye kipengele, vingine vyote kutakuwa chini, lakini pale mnapoweka shirku billah, mnapomkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaweza kuacha. Tutatoa nasaha, na nasaha zetu zinaweza zikawa za maneno makali au yakawa maneno ya kawaida tu. Mtatupa maneno yote mnayotupa. Hawa wanataka wajulikane, wanataka umaarufu, hawa ni majitu wenda wazimu, hayana akili. Wenda wazimu mnaoni, na utakuja kuona wenda wazimu leo. Nitakuonesha namna gani mlivyokuwa ndio wenda wazimu kupitia vitabu vile. Kwa haya maneno hayawezi kutushughulisha, lakini sisi tutakujibu kwa kupitia vitabu vyenu, lakini pia kwa kutumia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam. Hatutatumia kitu chochote sisi, Qur'an basi na tafasiri zake takazoamua kuzileta, tutakuonesha tafsiri hii iko hivi. Halafu wewe sasa muumini wa kweli, angalia maneno yetu sisi. Tunatumia Qur'an na sunna na riwaya za masahaba na vitabu vya masufi. Halafu sufi anayekuja hapo, atakayekuja kukujibu anatumia nini? Utabakia wewe mwenyewe unaangalia. Utaangalia wewe mwenyewe unaangalia. Je, sisi tunachokijibu sisi ni sahihi au wanachokijibu fulani wa Allah? Insha Allah nitaanza baadhi ya mazungumzo. Kwa hiyo mlango wetu wa kwanza kabisa sisi, huu ni mlango wa nasaha. Tunawanasihi waislamu wengine wanaotufuatilia na wasiotufuatilia, wanaojua na wasiojua. Adliqu qulubakum ma'a Allah, zifungamanisheni nyoyo zenu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Achaneni na hawa watoto mawali wa uongo, mchongo hawa. Achaneni na watu hawa wanajitia mashekhe sio namna. Achaneni nao hao kwenye shadaid, matatizo, misukosuko, mkimbilieni Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Basi hili ndio tunalolingania sisi. Hama suul adabu yao hii, adabu yao mbovu dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tutaendelea kuibainisha na tukiwaambieni mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa watu wawili walivyokuja leo hii au katika hizi siku hizi wamekuja, mmoja sijui ni mrangi wa wapi huyo bwana, sio mtu wa wapi, Allahu aalam, na Bwana Yusufu Diwani huyo tumjua sisi ni siku nyingi, na majambo yake watu wengi anawadandia kuwajibu na kuwakosoa. Ndugu zangu wote mlio au waislamu nyinyi mlioamua kunijibu na kuniambia maneno mlioniambia na mliyosema, mimi nimenukuu kupitia vitabu vyenu. Nyinyi mashekhe zenu, mashekhe zenu mpaka kwa mawali wenu huko ndo wameandika hivi vitabu vyenu. Anayetakiwa kukosolewa ni huyu aliyeandika, sio mimi. Kwa hiyo nyinyi kumoja kwenu la yusminu wala yughni min ju'. Sijatoa kwenye kitabu cha Kiwahabi hata hicho kimoja. Mimi ninatoa fil Qur'an kujibu hoja zenu, wa fi sunnati nabii Sayyid Adnan sallallahu alaihi wasallam. Aliyoyaandika haya ni mwalimu, ni sheikh, ni wali wenu, sio wali wetu sisi. Hatuna mawali wa hivyo. Sasa kama nyinyi mna uchungu kweli kweli, mlitakikana muone haya maneno tunayosema ya kimakosa, mumrekebishe. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ikiwa haya tuliyosema sio sahihi, mfano kama Bwana Yusufu Diwani, ikiwa kweli sisi tuliyosema haya bisahsahubin kahakahubin sa'sa'in, ikiwa haya maneno mimi siyajui maana yake, kwa majibu ya ilmu ulitakikana unionyeshe kupitia vitabu vyenu kwamba haya matamshi kwa kanuni zetu za sisi ahlu muridi, ahlu dhikri tuko hivi. Ilikuwa ndio utakuwa nijibu kielimu hivi. Lakini wewe umekuja na kuvumbua na kusema tu maneno ovyo ovyo, kwa sababu huo ndio msingi wa kisufi. Wali wa kisufi yoyote yule anaruhusiwa kuzungumza lugha yoyote anayotakika yeye. Yaani hata ile lugha ambayo huwezi ukaelewa maana yake, wali wa kisufi anaruhusiwa kuzungumza. Kwa hiyo wewe ulitakikana mimi unijibu au tujibu sisi kwa kusema haya sa'in kahakahubin sahsahubin, haya maneno
yamefupishwa, usahihi wake kaya tafsiri mwenyewe kwenye kitabu chake fulani, au haya yanapatikana kwenye vitabu vyetu hivi hapa. Mfano sahsahubin, hii sahsahubin sim inawakilisha kadhaa, hau inawakilisha kadhaa, ningekuelewa sana. Lakini kwa kutoa min rasi, kwenye kichwa chako tu umeamua kujitungia na kuandika pembeni, sioni kama jibu ambalo lenye kutosheleza. Bado msingi utabakia pale pale. Adhikru, uradi ameufundisha akbaru waliyin fil alam. Nyaradi zote za dhikri amezifundisha wali mkubwa katika ulimwengu, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitaka kutuletea uradi sisi wa sahsahubi, lazima urudi kwa wali mkubwa ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama uradi huo utakuwa hajaufundisha yeye, huo uradi hautokuwa na maana yoyote. Sasa nataka nikuoneshe kwamba nyinyi au mawali wenu, mawali wako wewe inaruhusiwa kwao kuzungumza lugha yoyote, hata ikiwa lugha ambayo haieleweki, anaruhusiwa kuzungumza. Na ndicho ninachokisema kwa bwana Yusuf Diwani, hiyo lugha aliyoitumia hapo, hiyo tafsiri ni kadhibun, ni urongo. Kwenye hiyo dhikri ni urongo, sio ya kweli. Nataka nikuthibitishie kwamba hicho kilichokizungumza ni kwamba wali ana ruhusa ya kuzungumza kitu chochote. Moja. Mbili, kuonyesha ya kwamba uliyozungumza sio yenyewe, sio tafsiri yake, umeleta mas'alatu nahtiya ya kwamba hiyo ni kama vile basmala, hauqala, hamdala. Sasa ukisema basmala, ukisema basmala fa'lala, tayib, fa'lala basmala, naam. Sahsahubi inakuja wapi kwenye fa'lala? Tutendiki kanuni. Sasa umetumia kanuni moja, labda hizo mbili zingine uzilete, kwamba hii ni ikhtisaru hikaya kama unavyosema wewe. Umetoa mfano wa basmala ambao una maana ya fa'lala, basmala fa'lala, naam, sahihi. Na sisi tunakubali hiyo nahti ipo, wala haina maneno yoyote, tufahamu sisi pia kiasi chetu, lakini hatujikweze kama mnavyodai nyinyi kwamba mna elimu pana sana. Tuje sasa kwenye sahsahubi. Hii fa'lala kwenye sahsahubi inaingiaje? Huu mlango na kuachia mwenyewe, mimi sitaki huko sana, na usidhani kama ninapakimbia kwa sababu naona utanitoa kwenye ninachokitaka mimi. Huko nenda mwenyewe, mimi nataka mimi huu radi ulioutaja wewe, huu sahsahubi, kwa namna ulivyotaja wewe, haya mafundisho yametoka wapi? Niletee tafsiri unaona vitabu, usitoe kwenye bichwa lako. Na bichwa yenu na mambo mengi hayo, na makorokoro mengi, na mambo ya kuuza madawa, na mambo ya kuuza nini, unajua wenyewe. Sahsahubi sina wakati kitu fulani, haina wakati kitu fulani, umetoa kwenye kitabu gani cha kwenu nyinyi aludhikri? Kama mawali wako wamekwambia akisema sa'sa'i anamaanisha kadha, akisema sasa kama hakuna hicho, hiyo ni rasi wa min jaybik. Mbili. Tatu, mawali wenu wana ruhusa ya kuzungumza lugha yoyote ile. Na kutolea kitabu hichi hapa kinaitwa Azahiru Ar-Riyadh, Azahir Ar-Riyadh, ukurasa wa 201. Usikie kwamba wali anayo ruhusa ya kuzungumza kitu chochote anachotaka yeye. Wali ana ruhusa hiyo, ukurasa wa 201, kitabu cha Azahir Ar-Riyadh. Kinasema hivi, msikize vizuri uone kwamba tunachokisema sisi tutaona vitabu vingi. Azahiru Riyadh, hicho ni kitabu cha Abdul Mahmud Nur ad-Daim, na huyu Nur ad-Daim huyu ni Sammani, kama sikoseni Msammani huyu, akimzungumza Wali Ahmad at-Tayyib. Kitabu sharru kitabu fil alam, hichi kitabu kichafu kabisa. Kitabu hichi kimejaa kufuru billahi, na ncha kwenu sio cha masama Wahabi. Na wewe unaonyesha kitabu cha Wahabi au cha masufi kinachotaja hayo unayotaka kuyasema wewe, kionyeshe kitabu. Mimi nakuonyesha kitabu hichi cha ukurasa wa 201, kitabu kinachoitwa Azahiru Riyadh, kitabu cha masufi. Wali anaruhusiwa kuzungumza lugha yoyote ile kwa mujibu wenu, inafahamika haifahamiki. Na mimi nasema hiyo lugha isofahamika, kama itakuwa ni lugha isofahamika, basi ndio hii sahsahubi ngahakahubi, sababu haipo kwenye wizani wote.
Unatuambia sio ni eti ni mtufupisho wa Allahu la ilaha illa huwa, herufi ya mwanzo, herufi ya mwisho ya dhadh. Wewe unaona sisi mazwazo kwa kweli. Wenda wazimu leo utaona mnao nyie, ndio wenda wazimu. Nasoma. Fa in qultu, ikiwa nitasema inma yatakallamu bihi ad-darawish fi hilaqi adhkarihi min al-lughati al-ajamiyya, ikiwa kile wanachokizungumza madarueshi, mfano nyinyi masufi madarueshi, kile wanachokizungumza katika hilaqi zao, vikao vyao vya adhkari katika lugha za Kiajemi, mfano kama wamekaa kwenye radi zao wanazungumza lugha za ajabu za Kiajemi, madarueshi hao naamua tu darueshi. Na kutaka darueshi maana yake bana Yusufu mwana wa Diwani na wenzako, darueshi nyinyi darueshi, nenda kwenye kitabu kinachoitwa Yastambiunaka cha mwana shekhe mmoja wa university za Sudan, kinaitwa Yastambiunaka. Sikuonyesha hicho kitabu. Ameelezwa limadha, ameweka swali, limadha summiya darwish, limadha summiya ad-darwish, ni kwa nini darwish ni darwish? Katafute. Kwa hiyo nyinyi madarwish, na tafsiri aliyotoa pale ningekwambia wewe unaweza kusema tunakutukana, lakini wewe ni sufi mwenzenu. Kitabu kinaitwa Yastambiunaka, ameeleza mule mambo mengi sana, kaeleza hovyo juu ya masufi. Sasa miongoni mwa hayo kaeleza definition, taarif ya darwish. Kwa nini darwish? Sasa huyu Azahiru Riyadh Mahmud ad-Daim anasema yale wanayozungumza madarwishi kwenye vikao vyao vya adhkari vya dhikri, wamekaa wamezunguruka, wanasoma maneno ya Kiajemi, wanasema maneno ya ovyo yaeleweki, si Kiarabu hayapo, kwenye Kizungu hayapo, kwenye Kiajemi, yani lugha tunazungumza Kiajemi ambazo Muarabu hawezi kuzielewa. Hal lahu aslun am la? Je, haya maneno ya kuzungumza hivi kuna msingi wowote au hakuna msingi wote? Maana kuna dalili, kuna shina, kuna chimbuko la haya au hakuna chimbuko, labda kwenye Qur'ani au katika sunna imeruhusu hivyo, ukaamua usizungumze tu. Wali akasema hivi, aljawab inna lahu aslan. Sikia jawabu kwamba wali kuzungumza lugha za Kiajemi na asili. Ungenijibu kwenye hoja hizi ningekuelewa vizuri sana kwamba hizi ni lugha za Kiajemi. Ungeniambia hii lugha ya Kisiriani, hii lugha ya Kisiriani sawasawa inamaanisha kaita wa kaita, kwa mujibu wa vitabu vyenu ningekuelewa. Wali huyu Mahmud Nur ad-Daim akimzungumzia Ahmad at-Tayyib anasema kwamba ndio lugha za Kiajemi kwetu sisi madarueshi, lugha hizo zina asili, zina chimbuko. Haya, akatoa dalili, inna lahu aslan. Qala al-Imam ash-Sha'rani, Sha'rani, wa madraka ma Sha'rani, najua unamuelewa kwa mbali Sha'rani, fi tarjamati Sidi al-Qutb Ibrahim ad-Dasuqi radhiyallahu anhu, akimfanya tarjama ya bwana mmoja aitwaye Sayyidi al-Qutb Ibrahim ad-Dasuqi, imma ad-Dasuqi wa kana radhiyallahu anhu. Sikiliza, anatajwa Sha'rani kwenye tarjama yake, anamzungumzia mtu aitwaye Qutb, najua ni daraja kubwa sana katika aktabu wenu, aitwa Ibrahim ad-Dasuqi. Kama huyu Ibrahim ad-Dasuqi, wa kana, alikuwa yeye huyo radhiyallahu anhu, yatakallamu bil ajami, anazungumza lugha za Kiajemi, lugha ya Kiajemi lakini lugha isiyokuwa ya Kiarabu anaizungumza. Wasiriani, ana uwezo kuzungumza Kisiriani, kama walivyosema kwamba uradi wa dhuhuri unasema sio uradi wa dhuhuri. Dhuhuri ni muda mrefu kuanzia zawalu shamsi mpaka kabla al-asri. Taarifa unasikia leo hiyo ya dhuhuri. Sasa anasema huyu wali huyu Ibrahim ad-Dasuqi alikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha yoyote ya Kiajemi, ya Kisiriani, wala Ibrani na Kiebrani, wazinji na ya Kizinji, wasairi lughati. Tena anazungumza lugha zingine zote waliwe, Kiswahili, Kichina, Kijapani, zote waliwe. Allah kamjalia wali. Haya, sasa tuseme haya ndio sababu hata kwenye video, kwenye maisha yetu ya siku hizi humu, taarifa habari humu tunazisikia, kuna watu wanajua lugha 20, wanajua lugha 18 wapo. Sasa tujalie nao
wali wenu huyo Shaarani anasema anaweza kuzungumza lugha nyingi, anasema wasairi lughati, na anazungumza lugha zingine, baki ya lugha zingine anazungumza, anasema lughati at-tuyuri wal-wuhushi. Sheikh anazungumza mpaka lugha za ndege, lugha zile za ndege zile Sheikh ana uwezo kuzungumza. Waliwe na sawanyama anaweza kuzungumza. Ungenijibu kama hiki ni Kisiriani, sasa hubi ni Kisiriani kila maana hivi, ningesema naam, Yusuf Diwani mashaallah jazakallahu khair, wali umempatia kabisa Kisiriani hicho. Au ungeniambia hiyo lugha ya mbwa hiyo anazungumzaga hivyo na ina maana, mawali unajua lugha za mbwa, ningekuelewa kabisa. Lakini pale palipokuwa haina maana ile lugha ya uradi ilipokuwa haina maana kwako wewe, ulipokuwa hujui maana yake, unatutungia maana, tunasema haya ndio makosa ya kwenu nyinyi, kama nyinyi ni watu ambao mnapenda kujitungia vile mnavyovihisi vyenu nyewe wenyewe. Ukiamua kusema hivyo nasema huyu unaambiwa wali ana uwezo kuzungumza lugha zote. Kwa hiyo ungeniambia, ungengekuwa naingia akilini kwamba sahahubi ni lugha anayozungumza wali, lugha ya Kisiriani, ambayo sasa ungeniambia maana yake ni kadha, maana yake ni kadha. Uliposhindwa inabakia matini vile vile, ni maneno yasiyokuwa na maana na hayana chimbuko kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu katufundisha adhkari za asubuhi, katufundisha adhkari za baada salawati maktuba, katufundisha nyiradi za jioni, katufundisha nyiradi za kulala, katufundisha nyiradi za kuingia chooni na kutoka kwake, nyiradi za kutoka nyumbani, nyiradi za kuvaa nguo mpya, katufundisha zote hizo sallallahu alaihi wasallam. Ashinde kutufundisha sahabi, ashinde kutufundisha kahakaobi, sa'i ashinde kutufundisha. Hii imetoa wapi? Haya tunasema sisi ni maneno yasiyokuwa na chimbuko lolote, ndio uradi mnaotakiana nyinyi kumtaka Allah subhanahu msaada wake kwa kumwambia lugha hizi. Nimalizi bali nasema wasadiqu la yakhlu min muwafaqati litilka al-lughat, na mtu mkweli hawezi kuacha kuwafikiana na hizo lugha, kwamba inawezekana wali au mtu yote akazungumza lugha yote anayotaka yeye. Mtu mkweli hawezi kupinga hilo, na sisi tunasema ni kweli. Kuna watu wanaweza kuzungumza lugha za zingine, akazungumza Kichina na Kiswahili, akazungumza Kizungu na Kiswahili, inawezekana pia, sawa. Qultu, nikasema waqad yatakallamu saliku bil lughati al malakiyati samaan zaman, ndio uovu mwingine wa kisufi huo. Kama asalik ndo muridi huyo mwenye kupita njia, maana yake mfuasi mwenye kufuata manhaji ya kisufi, ana uwezo wa kuzungumza lugha za kimalaika samaan samaa, mbingu baada ya mbingu. Hizo lugha unasemaje? Huo wali gani wa namna hiyo? Huo ni wali wa namna gani? Kwamba eti mtu asalik, tena huyu ni asalik mwenye kupita njia ya usufia, kufuata usufi, au akawa ni muridi, au akawa ni wali mwenyewe, ana uwezo kuzungumza lugha za kimalaika samaan samaa. Bali akasema wa bilughati sufiyati almalaikati wa ahli at-tawqi al-akhdari alladhina hum fawqa al-arsh, la ilaha illa Allah. Anaweza pia kuzungumza lugha za kisufi za kimalaika na lugha za watu wa juu. Hapa kataja ahli at-tawqi al-akhdari, na tawqi ni mduara wote unaokuwa kwenye shingo. Sasa yakasema tawqi al-akhdari, na lugha za watu wenye ima mavazi hayo au kitu hicho cha kijana wanachokivaa, alladhina hum fawqa al-arshi, ambao wanaishi zao fawqa al-arshi, uko juu. Waliza kazungumza hizo lugha. Unasemaje haya maneno wewe bwana Diwani? Wali anaweza akazungumza lugha za kimalaika huko, malaika walio juu ya arshi, za watu walioko juu ya arshi, anataka kuzungumza lugha zao. Tuambie sa'sa'in ka'ka'in sahahubi sahahubi, haya masahahubi yana maana gani unapomdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio haya nilokuambia kwamba nyinyi masufi mmejivalisha uwezo wa kufanya kitu chochote, na hii sasa ndio tunasema ni vitendo vya kufuru billahi subhanahu wa ta'ala. Mkubwa katika mawalini Mtume alayhi sallam hajafikia kiwango cha kujua lugha za kiasi hichi. Ni kuacha katika kipengele cha kwanza.
Bwana diwani, bado hujajibu hicho kipengele cha sahasahubi. Sisi tunabaki tunasema haya ni maneno yasiyokuwa na maana, ni maneno ya hovyo za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lugha za kumuomba Allah kazitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Qur'ani imetaja suratu Ali Imran imetaja namna ya kumuomba Allah, suratul Baqara imetamka namna ya kumuomba Allah subhanahu, suratul Mumtahina, suratul Hashr imetamka namna ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatosheka na maneno ya Allah subhanahu, hatutosheki na maneno ya kiumbe chochote. Awe shekhi wa tariqa yote haruhusiwi kuanzisha uradi muda wa kuwa kwenye Qur'an.